tunalaani mashambulizi au shambulizi la polisi dhidi ya watu wenye ulemavu. Ndugu wanahabari, lifuatalo ni tamko la kuhusu matumizi ya nguvu kubwa dhidi ya watu wenye ulemavu yaliyotekelezwa na Jeshi la Polisi mnamo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2017 maeneo ya Posta jijini Dar es Salaam. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Taasisi ya Haki za Binadamu na Maendeleo ya Watu ya Kiuchumi kwa Watu wenye Ulemavu tumesikitishwa na tunalaani vikali kitendo cha matumizi ya nguvu kubwa iliyopitiliza kilichofanywa na Jeshi la Polisi Tanzania katika zoezi la kuzuia maandamano ya watu wenye ulemavu tarehe 16 mwezi wa 6 2017 eneo la Posta jijini Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, kundi la watu wenye ulemavu ni moja kati ya makundi maalum katika jamii yetu linalohitaji na kuwekewa ulinzi kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mikataba ya kikanda na kimataifa bado wanastahili heshima na utu wao kama binadamu wengine. Kwa hivyo basi, kitendo cha kuwapiga, kuwaburuza na kuwadhalilisha na kuwaharibia nyenzo wanazotumia kutembea ama kusapoti shughuli zao za kila siku ni matumizi mabaya ya nguvu na mamlaka dhidi ya kundi hilo yanayohatarisha usalama wa watu wenye ulemavu. Kitendo kilichofanywa na Jeshi la Polisi dhidi ya watu wenye ulemavu ni kinyume na kifungu cha 4 cha sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Kanuni za msingi juu ya watu wenye ulemavu na haki zao pia. Ifahamike kwamba watu wenye ulemavu kwa muktadha huo wanawekewa kinga dhidi ya mateso kwa nafasi yao kama kundi maalum, pia kama binadamu wengine. Misingi ya kuundwa kwa Jeshi la Polisi nchini ni kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa raia na mali zake. Na ifahamike kwamba polisi anaruhusiwa kuhakikisha usalama, kutuliza ghasia ama maandamano na kufanya majukumu yote ya kipolisi ama kiusalama kwa kuzingatia misingi iliyowekwa kwa mujibu wa sheria za nchi ambazo pamoja na mambo mengine zinajumuisha kuheshimu haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuzuia matumizi ya nguvu iliyopitiliza ama kujishukulia hatua mkononi ya kutoa adhabu ambayo kimsingi sio kazi ya polisi. Polisi kazi yake sio kutoa adhabu, ni mahakama ndio inatoa adhabu. Kwa hiyo kuwapiga raia wenye ulemavu na kuwaharibia mali zao bila mpangilio na bila kufuata utaratibu uliopo kisheria sio sahihi, kuzingatia kweli kwamba shambulizi hilo lilifanyika kwa watu ambao hawakuwa na silaha yoyote na wala hawakuweza kujibu mashambulizi kwa namna yoyote. Jeshi la Polisi lilitumia nguvu iliyopitiliza na kinyume cha utaratibu kwa kufanya manyanyaso yaliyopitiliza kwa walemavu wanawake ambao walifunuliwa nguo zao na askari wa kiume wakati ukamataji, jambo ambalo ni fedhea, udhalilishaji na linatweza utu wa mwanamke. Kitendo hiki sio cha kuiungwana na tunakikemea vikali sana. Kutokana na tukio hili la kinyama ambalo ni kinyume kabisa na haki za binadamu, tunaomba mambo yafuatayo yafanyike kwa maslahi stahiki za watu wenye ulemavu na taifa kwa ujumla. Kwanza, kwamba Jeshi la Polisi liache matumizi ya nguvu kubwa iliyopitiliza yatakayoweza kuhatarisha usalama wa kundi la watu wenye ulemavu na raia wa kawaida, kwani kufanya hivyo ni kuvunja misingi ya utoaji wa haki. Jeshi la Polisi kama chombo cha usalama wa raia lijielekeze katika kuhakikisha usalama wa raia na kutumia weledi na maarifa ya kipolisi katika kutekeleza majukumu yake bila kuathiri haki za raia. Pili, kwamba ndani ya siku 7 Jeshi la Polisi kanda ya Dar es Salaam na mkuu wa jeshi la polisi kwa namna yoyote ile itakayoona vema lijitokeze hadharani kuomba msamaha watu wenye ulemavu na taifa kwa ujumla kwa kitendo cha udhalilishaji kilichotekelezwa na maafisa wake, na kwamba kinyume cha hapo hatua zingine za kisheria zitachukuliwa dhidi ya jeshi hilo, ikiwa ni kuifikisha jeshi hilo mahakamani. Tatu, kwamba sanjari na ombi tajwa katika aya ya 2 na masharti yake, ndani ya muda huo tunaomba Jeshi la Polisi litoe fidia ama kutoa nafuu kwa waathirika wa shambulizi hilo. Fidia kama ifuatavyo: bajaji 30 ambazo ziliharibika kutokana na shambulizi la polisi, fidia kwa waathirika wote walioripoti kupotelewa na mali zao kutokana na shambulizi ikiwemo simu za mikononi na fedha. Mkumbuke pia kwamba hata wale walioshambuliwa walipokwenda kuomba PF3 kwenda hospitali walinyimwa PF3 hizo, kwa hiyo wakaendelea kujiugulia majumbani kwao. Ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi lipo kwa ajili ya ulinzi na usalama wa raia. Tunalitaka jeshi hilo kuzingatia sheria za nchi katika utekelezaji wa majukumu yake ili kupata na kufikia jamii yenye haki na usawa.